LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi. Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA, pamoja kwa usafiri bora LATRA. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni taasisi ya umma. Ni msimu wa sikukuu za Sabasaba, mtazamaji wa kipindi cha usafiri na maendeleo kutoka LATRA, na kama ilivyo ada, mamlaka yako ya udhibiti usafiri ardhini LATRA ni miongoni mwa taasisi za umma iliyo chini ya Wizara ya Uchukuzi inaongozwa na Profesa Makame Mnyambarawa, mbunge na waziri wa uchukuzi, ambapo mamlaka hii inashiriki kikamilifu katika maonesho haya. Na mamlaka hii, mtazamaji, katika maonesho haya inapatikana mtaa wa Mazao, nyuma kabisa ya Benki Kuu ya Tanzania, ambapo hapa mtazamaji tupo live ama tupo mbashara kabisa kuweza kujipatia huduma mbalimbali ambazo ukija hapa utaweza kunufaika ewe kama mwananchi kuweza kuzipata na kufahamu kwa kina kuhusiana namna gani mamlaka yako hiyo udhibiti ardhini hapa nchini inatekeleza majukumu yake. Bila kusahau LATRA ni mdau mkubwa kabisa wa masuala haya ya teknolojia ya habari na mawasiliano ya TEHAMA, ambapo kinara wake ni Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo kila itoko leo rais wetu anasisitiza taasisi za umma kuweza kuwa wabunifu na kutumia mifumo hii ya TEHAMA katika kuwahudumia wananchi wake. Ewe mtazamaji, kama bado haujafika katika jengo hili la LATRA hapa katika mji wa Sabasaba, wala hujachelewa, tumia wakati wako uweze kufika hapa ili uweze kunufaika kwa kuelimika na kuhabarika kuhusiana na mambo mahususi, mambo muhimu, mambo lukushi ambayo mamlaka yako ya usafiri ardhini imekuletea katika maonesho haya. Kumbuka mtazamaji, kauli mbiu ya maonesho haya ni kubwa kuliko. Hakika ni kubwa kuliko, na mamlaka imekuletea mambo lukuki katika maadhimisho haya ama katika maonesho haya. Mimi ni Binti Jumbe, kaa hapo runinga yako kufahamu mambo muhimu ambapo LATRA hii imekuletea ndani ya maonesho haya ya Sabasaba mwaka huu 2026. Mtazamaji, utakapotembelea jengo la LATRA lililopo mtaa wa Mazao hapa katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam, utapata kujifunza vitu mbalimbali ambavyo mamlaka hii ya udhibiti wa usafiri ardhini imekuja hapa kwa ajili ya kuonesha. Miongoni mwa vitu ama mambo hayo muhimu kabisa ambayo mtazamaji unaweza kujifunza ni pamoja na mifumo mbalimbali ambayo LATRA inatumia katika shughuli zake za kidhibiti, ambapo kama unavyojua mtazamaji, matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA imerahisisha kwa kiasi kikubwa upatikanaji wa huduma na uendeshaji mzima wa sekta hii ya usafiri ardhini hapa nchini, ambapo hapa huduma za mamlaka yako pendwa ya usafiri ardhini hapa nchini ipo katika kiganja chako. Mtazamaji, utakapotembelea jengo la LATRA utapata nafasi ya kujifunza mifumo mbalimbali ya kudhibiti inayotekelezwa na mamlaka hii ama inayotumiwa na mamlaka hii. Miongoni mwa mifumo hiyo mtazamaji ni pamoja na mfumo wa kufuatilia mwenendo wa magari yani VTS, mfumo wa taarifa kwa abiria yani PIS, vile vile kuna mfumo wa usimamizi wa taarifa za reli na barabara yani RILS, pamoja na mifumo mingine rukuki ikiwemo mfumo wa LATRA app, ambapo mfumo huu unaweza kupata taarifa mbalimbali ikiwemo kuweza kuhakiki tiketi yako kielektroniki ambayo unaipata, bila kusahau mfumo
wa safari tiketi, ambapo mwananchi unapaswa kuhakikisha kwamba safari yako unapoipanga ufikirie itumia mfumo wa safari tiketi, kwa sababu ni mfumo ambao nauli zote elekezo serikali vipo ndani ya mfumo ule. Na kumbuka unaposafiri kuhakikisha kwamba unakuwa na tiketi yako ya elektroniki na si tiketi inaolipwa na kwa mkono. Huyu hapa Bwana Augustus Pungo, afisa huduma kwa wateja mkuu kutoka LATRA, akidadavua kwa kina kuhusiana na mifumo hii. Tupo katika maonesho ya 50 ya biashara ya kimataifa maarufu kama Sabasaba katika viwanja vya Sabasaba jijini Dar es Salaam. Tutakuwa na vitu mbalimbali ambavyo tutakuwa tunakuonesha, ambapo tutakuwa na mifumo yetu ambayo tunaitumia kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yetu mbalimbali, lakini pia utapata kutambua haki na wajibu wa abiria katika vyombo vya moto. Utapata kutambua taratibu za kufanya malalamiko pale ambapo haki yako imesiginwa au umepokwa haki yako unapokuwa katika chombo cha usafiri. Lakini pia utatumia hii mifumo tunasema live kabisa. Kwa mfano tuna mfumo wa LATRA app ambapo tutakusajili kwenye mfumo wa LATRA app, tutakuonyesha namna ya kudownload, yani kupakua huo mfumo. Tuna mfumo wa safari ticket. Huu mfumo ni dirisha moja, wanaita one stop center kwa Kiingereza, ambapo badala ya wewe kwenda kukata tiketi kwa kutafuta basi moja moja au kwenda kwa mwezeshaji huduma mmoja mmoja kama vile Basi Bora na wengine, sasa tiketi zote za treni pamoja na mabasi utazipata kwenye mfumo wetu wa safari ticket. Lakini kwa wewe mmiliki ambao unamiliki chombo cha usafiri, utaweza kufahamu hivi ni namna gani kama chombo changu kiko barabarani kimeandikiwa fine, mimi najuaje? Utapata kufahamu hapa. Lakini kama nataka kukatia leseni chombo changu, gharama yake ni kiasi gani na natakiwa nifanyaje, viambatanisho ni nini? Mambo yote haya yanapatikana katika banda letu hili la hapa LATRA, ambako tuna sisi wafanyakazi wa mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA tunaona fahari kabisa kukuhudumia. Tupo wa kutosha kabisa katika eneo hili, na vile vile mandhari ni mazuri na yanavutia kabisa, na hata ungeuliza maswali 1000 tupo tayari kwa ajili ya kujibu. Mtazamaji, Daktari Gavin Kweka kutoka Hospitali ya Taifa ya Muhimbili alikuwa ni miongoni mwa wadau kindakindaki waliotembelea jengo la LATRA lililopo katika maonesho haya Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam. Huko hapa Daktari Kweka kwanza anaipongeza LATRA kwa kuweza kushiriki kamilifu katika maonesho haya, lakini vile vile anawakaribisha wadau wote wa sekta ya usafiri ardhini kutembelea jengo hili la LATRA ili kuweza kujifunza masuala mbalimbali kuhusiana na mamlaka yao na huduma mbalimbali ambazo LATRA inazitoa. Bila kusahau, Daktari Kweka anawakumbusha wadau wa sekta ya usafiri ardhini kuzingatia afya yao ya akili pindi ambapo wanatumia huduma za usafiri ardhini ama pindi ambapo wanapata huduma za usafiri ardhini hapa nchini. Katika pitapita zangu leo Sabasaba nimepita banda la LATRA. Nilipata neema ya kuchaguliwa kuwa mtu ambaye anawathibitisha madereva usalama wao wa afya, madereva wa SGR. Niwakaribishe madereva wote mje mthibitishwe, mchukue vyeti vyenu hapa na msajiliwe, sababu usalama wako na udereva wako na afya yako pia inategemea usalama pia wa watu wengine na wako wewe. Kwa karibu hapa kwenye banda la LATRA Sabasaba ili uwe dereva kamili ambaye anafaa kuwa barabarani kwa usalama wa chombo cha moto. Matumizi ya vilevi kwa dereva, lakini pia sio tu matumizi ya vilevi, afya yako yote, utulivu wa mwili na akili, afya yako ya mwili na akili ni muhimu sana kwenye usalama wa chombo chako. So pita hapa pia upate elimu yote ambayo inahusisha mambo yote ya vyombo vya moto. Mtazamaji, kipengele chako cha Bonga na LATRA ndio hiki kimewasili, na hivi sasa tunaenda kuona na kusikia namna gani wataalam wa LATRA pamoja na maafisa wa jeshi la polisi kosa usalama barabarani katika ruti ama njia hii ya Mbagala, ambapo maafisa hawa
wa LATRA pamoja na maafisa wa jeshi la polisi kwa usalama barabarani wameungana kwa pamoja, wameshikamana na kuweza kushirikiana kuhakikisha kwamba wanatoa elimu ipasayo, ama elimu ile inayopaswa kutolewa kwa madereva wa daladala waliopo katika kituo cha mabasi cha Mbagala. Lengo ni nzuri tu mtazamaji, kuhakikisha kwamba madereva hao wanakuwa na uelewa wa kina kuhusiana na utekelezaji wa agizo la serikali kuhusu uboreshaji wa huduma za usafiri wa mijini katika kuelekea Mbagala Kivukoni, Mbagala Gerezani na Mbagala Ilala Boma. Leo zoezi linaloendelea nalo ni kutoa elimu, kuwaelimisha watu juu ya mabadiliko ambayo tunayafanya katika baadhi ya njia za daladala. Kwa daladala zote zile ambazo zinapita barabara ambazo zina mabasi yaendayo haraka yanapaswa yapite kwenye njia nyingine mbadala. Lakini kwa wale ambao bado wana leseni za kuendelea kutoa huduma, tumewaruhusu kwamba waendelee kutoa huduma, lakini wasishushe abiria katika barabara yoyote ambayo ina huduma hiyo ya mabasi yaendayo haraka. Kwa mabasi yanayotoka Mbagala kuelekea Gerezani kuelekea stesheni na maeneo mengine ambayo yanapita barabara ya Kilwa, hayo mabasi yanatakiwa yatumie kituo cha mabasi yaendayo haraka kilichopo Mbagala, kwamba yaingie pale yawashushe abiria wanaotaka kupanda mabasi yaendayo haraka wapande. Lakini kwa wale wanaolazimika kwamba waende na abiria wao mpaka mwisho wa kituo chao Gerezani na maeneo mengine, wasishushe abiria katika barabara hii, kwa sababu wataendelea kusababisha msongamano. La pili, wataendelea pia kusababisha mradi ule usitumike katika ufanisi wake, na njia hizo hazina sehemu za daladala kushusha abiria. Tulikuwa tunatumia kwa dharura kabla mabasi hayajaanza kutengamaa kutoa huduma. Leo tarehe 30 mwezi Juni mwaka 2026, sisi maofisa wa polisi kikosi cha usalama barabarani hapa Mbagala tumekutana na maofisa wa mamlaka ya LATRA na tukawaelimisha wananchi kuhusiana na agizo la serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na usafiri wa madaladala, kwamba kuanzia tarehe 1 Julai mwaka 2026 wasafirishaji wote kwa maana ya daladala kutoka maeneo mbalimbali ya Dar es Salaam, hususan maeneo ya Kisemvule, maeneo ya Vikindu, Toangoma, maeneo ya Kisewe, maeneo ya Chanika, watalazimika kuingia kwenye kituo kikuu cha mabasi ya mwendokasi kwa ajili ya kushusha na kupakia abiria wao. Kwa wale wanaofanya usafirishaji kwenda katikati ya jiji na wanapita barabara ambayo ni barabara ya Kilwa, kuna huduma ya mabasi ya mwendokasi kuanzia Rangi Tatu mpaka wanakokwenda, kwa maana ya kwenda aidha Gerezani. Hawataruhusiwa kushusha na kupakia abiria katika eneo ambalo kuna huduma ya mabasi ya mwendokasi. Kwa hiyo tumewaasa na tumetoa elimu kwa abiria, tumetoa elimu kwa madereva, tumetoa elimu kwa makondakta kwamba abiria wote watalazimika kushushwa na kupakiliwa kituo kikuu cha mwendokasi. Kwa hiyo wale wanaokwenda kwenye maeneo ya vituo vya katikati kwa maana ya Kizuiani, maeneo ya Sabasaba kwa Mpili, maeneo ya Mission, Msikitini, Mtongani, kwa Ziziari, Uhasibu, JKT, maeneo ya kwa maana ya kuelekea Gerezani, watalazimika kutumia mabasi ya mwendokasi. Mtazamaji, mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA imeratibu upatikanaji wa huduma za usafiri kutoka maeneo mbalimbali Dar es Salaam kuja hapa katika viwanja hivi vya Sabasaba vilivyopo barabara ya Kilwa jijini Dar es Salaam, ambapo hapa kupitia kampuni ya Moffat imeweza kurahisisha kazi nzima ya kuwezesha usafirishaji huo, ambapo wananchi wameweza kunufaika na huduma zote na Moffat, ambapo ikiwepo ni kuwapunguzia gharama na muda ambazo walikuwa wasitumia hapo awali. Sasa twende tukamuona kumsikiliza Bwana Philip Changala ambaye ni msemaji wa Moffat akielezea kinaganaga jinsi wao Moffat walivyojipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba huduma hizi zinakuwa bora kabisa na zenye tija msimu wote huu wa sikukuu za Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam. Kuelekea Sabasaba sisi tayari tumejiandaa vizuri na so far tunatoa usafiri na tuna magari tumeyadedicate maalum kwa ajili ya Sabasaba tu, nikimaanisha magari ambayo yakitoka terminal yanaenda moja kwa moja mpaka Sabasaba na yanashusha watu pale na kugeuzia pale pale. Kwa hiyo nia ni kwamba kuhakikisha kwamba yule abiria ambaye huwa anatumia usafiri wa mwendokasi ama ni mgeni kwenye usafiri wa mwendokasi
hakutani na changamoto ya mara ya kwanza au kuchelewa au kutokuelewa utaratibu. Sababu pale Sabasaba tumeweka gari za ziada, alafu pia tumeongeza na staff kwa ajili ya kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma, maswali yao yanajibiwa, queries zao zinakuwa addressed mapema kwa wakati na bila kupata changamoto yoyote. Tuko tayari kupokea maoni na pia tuko tayari kuendelea kufanya maboresho ya huduma yetu kadri siku zinavyozidi kwenda. Sabasaba iwe yenye huduma nzuri na memory nzuri leo na kesho katika wakazi wa Mbagala na wale wanaotumia njia hiyo kwa ajili ya kwenda Sabasaba. Mtazamaji, kwa upande wa abiria ambao ndio watumiaji wa huduma hizi za usafiri hasa katika ama hususan kampuni hii ya Moffat ambayo imekita katika kurahisisha utoaji wa huduma za usafiri kwa njia ya mabasi haya mwendo kasi, abiria hawa wana haya kusema kuhusiana namna gani kampuni hii ya Moffat imeweza kuwarahisishia swala zima usafirishaji wanapotoka nyumbani kwao wanapofika hapa Sabasaba na kutoka Sabasaba kurejea katika makazi yao. Mwanzoni baada ya usafiri kuja wa Moffat, mwanzoni nilikuwa tabu sana kusafiri. Ila sasa hivi muda wa safari ya lisali moja unaweza kupokea dakika 15 mpaka 10. Kwa hiyo imerahisishia na biashara zangu pia zinaenda vizuri kwa muda, kupata wateja kwa wakati na nafika kwa wakati. Kwa hiyo usafiri umerahisisha sana. Toka Sabasaba kuja kufanya biashara zangu na angalia wateja, narudi kwa muda sahihi na muda ambao mwafaka kuliko mwanzo. Kabla mwanzo ulikuwa watumia muda mwingi foleni, ila sasa hivi inarahisisha. Mtazamaji, kauli mbiu ya maonesho haya ya 50 ya biashara kimataifa maarufu kama maonesho ya Sabasaba yanafanyika hapa Dar es Salaam, yana kauli mbiu yake ambaye inasema hii ni kubwa kuliko. Na LATRA inaishi vipi kauli mbiu hii ya maonesho haya? Twende tukamuone na kumsikia Bwana Augustus Fungo ambaye ni afisa huduma kwa wateja mkuu wa mamlaka ya usafiri ardhini LATRA, ambapo anaeleza kinaganaga kuna namna gani LATRA inaishi kauli mbiu hii kubwa kuliko. Inatupa wake up call, tunasema inatupa kama mwamko sisi au mwito kwamba tunapotoa huduma tuende mbele zaidi ya vile tunapofanya kila siku. Kwa hiyo tunasema kubwa kuliko, tunakuja kivingine, tunakuja kuwa karibu zaidi na nyie, tunakuja kuwahudumia zaidi nyie wananchi. Kwa hiyo kwa pamoja na sisi tunaungana na kauli mbiu hii kusema hii ni kubwa kuliko, na sisi tutakuhudumia kwa nguvu ya kubwa kuliko. Kubwa kuliko katika uthibitishaji wa madereva ni kwamba mmiliki sasa anakuwa anaweza kufahamu taarifa nzima za dereva wake, kwamba dereva wake huyu yuko wapi, kwa sababu atatumia kwa kutumia kitufe cha I button ambacho dereva atakuwa anatumia ku sign pale kwenye gari atakapokuwa anaanza safari, basi kitamtambulisha kwamba huyu dereva anaendesha gari hili. Kwa hiyo yale matatizo kwamba dereva ametelekeza gari njiani, simfahamu anatokea wapi, taarifa zake zote zitakuwepo LATRA. Lakini kwa upande wa dereva mwenyewe ni kwamba sasa mmiliki hawezi kumkana tu kumruka kwambia wewe haukuwa mfanyakazi wangu. Kwa nini? Kwa sababu sisi LATRA tuna taarifa zake tayari. Kwa atakuja kwetu LATRA ataambia ni printieni mkeka wangu, ni printieni taarifa zangu ambazo zinaonyesha nimefanya kazi miaka 6, nimefanya kazi miaka 3 na huyu, na yeye leo ananiruka ananifukuza kazi, hataki kunipa maslahi yangu. Kwa hiyo utaona kwamba hiyo mfumo utakuwa. Lakini kuna taasisi nyingine ambazo zinaweza zikaja kutumia hizi takwimu. Kwa mfano mifuko ya hifadhi ya jamii pia inaweza ikatumia taarifa zetu sisi kuweza kujua idadi ya waajiri ambao wanatakiwa walete michango kwa ajili ya wafanyakazi wao. Lakini kuna taasisi nyingine kama mfuko wa fidia kwa wafanyakazi. Huu mfuko utaweza kupata hizi taarifa hapa zitakazosaidia kujua kwamba hivi msafirishaji fulani ana wafanyakazi wangapi, na hao wafanyakazi kama yeye msafirishaji ambaye pia ni mwajiri anaweza kusema anao 10, lakini kupitia taarifa za mamlaka za LATRA wale wanaweza kuja kujua kwamba ana wafanyakazi 50. Kwa hiyo kumbe anapeleka michango kidogo. Hawa madereva wengine hawako ndani ya ule wigo wa kulipwa fidia kutokana na ulemavu wa kuumia wakiwa kazini au kutokana na kuugua wakiwa kazini au pensheni kwa familia zao baada ya wao kuwa wamefariki. Na hata idara ya kazi yenyewe au wizara ya kazi itaweza kutumia hizi taarifa ambazo tunazikusanya sisi kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu yake ya kusimamia masuala ya kazi nchini Tanzania.
Mtazamaji, hivi sasa ni wakati wa kipengele chako pendwa kabisa cha swali la wiki, ambapo swali la wiki iliyopita tuliuliza swali lifuatalo. Tulisema tuambie kwa nini huduma za usafiri ardhini zinadhibitiwa, na mshindi wa swali hilo mtazamaji ni JKs 12345. Kongole nyingi sana kwako JKs 12345. Na mtazamaji, unaweza kuwa mshindi wa swali la wiki hii kwa kufuata vigezo na masharti kama ifuatavyo. Mosi, unapaswa kuwa umetazama kipindi katika runinga yako. Pili, unapaswa kuwa wa kwanza kujibu kwa usahihi swali liloulizwa katika mitandao rasmi ya kijamii ya mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Na tatu, unapaswa kuwa umetufuatilia, yani umetufollow kwenye kurasa zetu rasmi za mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kurasa hizi ni zile kurasa za kijamii. Na mtazamaji, swali la wiki hii linasomeka kama ifuatavyo. Tutajie mtaa ambapo jengo la LATRA linapatikana ndani ya maonesho haya ya Sabasaba ya mwaka huu 2026. Lakini vile vile tuambie mifumo mitano tu ambapo ukitembelea katika jengo hili la LATRA lilopo katika viwanja vya Sabasaba Dar es Salaam unaweza ukajifunza kuhusiana na mifumo hiyo. Mtazamaji, kufikia hapa ndio tamati ya kipindi hiki cha usafiri na maendeleo kwa TV ya Kumbuka. Leo tulikuwa tunaangazia ushiriki wa LATRA katika maonesho haya ya 50 ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam maarufu kama Sabasaba, ambapo kiukweli katika maonesho yao tumeona namna gani LATRA imejizatiti kamilifu kuweza kuwahudumia wadau wake mbalimbali wanaotembelea jengo lililopo katika mtaa wa Mazao katika viwanja hivi vya maonesho hapa jijini Dar es Salaam. Na mtazamaji ambaye bado haujafika katika maonesho, tafadhali ufika katika viwanja hivi na usisite kuja moja kwa moja kwenye banda lako la LATRA ili kuweza kujionea kwa kina kabisa, kujionea kwa macho yako na kupata uelewa mpana wa namna shughuli za mamlaka zinapotekelezwa. Na katika maonesho mtazamaji, tumemwona kumsikia Bwana Augustus Fungu ambaye ni afisa huduma kwa wateja mkuu LATRA, ambapo ameeleza katika maonesho haya LATRA kwa kutumia wataalamu wake inatoa huduma za moja kwa moja, yani huduma za live, ambapo ewe mdau unaweza ukaja hapa na kujionea mifumo mbalimbali ya kudhibiti inayotumika na LATRA katika kuhakikisha kwamba swala hili ama sekta hii ya usafiri na usafirishaji inakuwa salama na yenye tija kwetu sote. Na vile mtazamaji, tumeona na kusikia wadau mbalimbali ambao wametembelea jengo hili la LATRA, bila kusahau wadau wa Moffat, ambapo tumemwona kusikia Bwana Philip Changala ambaye ni msemaji wa Moffat, ameeleza ni kwa namna gani wao kama Moffat wamejipanga kikamilifu kuhakikisha kwamba wanatoa huduma bora ama wanawezesha upatikanaji wa huduma bora katika msimu wote huu wa sikukuu ya Sabasaba hapa jijini Dar es Salaam. Na msemaji, nikumbushe kwamba kauli mbiu ya maonesho haya ya 50 ya kimataifa ya biashara ya Dar es Salaam maarufu kama maonesho Sabasaba, kauli mbiu yake inasema hii ni kubwa kuliko. Hakika ni kubwa kuliko, kwa sababu serikali yako ya awamu ya sita chini ya uongozi mahiri wa Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ni mdau mkubwa kabisa wa masuala haya ya matumizi ya TEHAMA, ya matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, ambapo LATRA imeweza kutekeleza maono ya Mheshimiwa Rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuhakikisha kwamba huduma zake zinatolewa kwa viwango vya hali ya juu, huku ikitumia fursa hii adhimu kabisa ya uwepo wa teknolojia ya habari na mawasiliano, yani TEHAMA. Hii ni kubwa kuliko, kwa sababu hivi sasa kila kitu kipo kiganjani kwako, huduma za LATRA vipo kiganjani kwako. Mimi ni Binti Jumbe, tafadhali endelea kufuatilia vipindi ambavyo vinaendelea katika runinga yako hii. LATRA, pamoja kwa usafiri bora. Mamlaka ya udhibiti usafiri ardhini LATRA. Kama unaamini kama mimi kwamba nishati safi katika usafirishaji ndio mpango mzima, tunapiga kofi moja moja la kuunga mkono. LATRA wametufundisha namna ya usafiri salama na rafiki wa mazingira. Tumejifunza katika viwanja vya Mnazi Mmoja, lakini mheshimiwa, kupitia app ya LATRA tumejifunza kwamba ile hofu ya kujua ndugu yako yuko wapi, amefika wapi sasa hivi, gari hilo liko wapi,
Kumbe tumekwenda kwenye usafiri endelevu. Sasa hivi kila kitu unapata kwenye kiganja. Tumejifunza kupitia maonyesho haya. Huna haja ya kumpigia kondakta kumuuliza abiria wangu yuko wapi. Kila kitu kipo kwenye kiganja. Unaangalia basi lipo, nafasi zipo, linaondoka saa ngapi, liko wapi, limefika saa ngapi. Hii ni kazi kubwa. Nikasema, Mheshimiwa Waziri Mkuu, siwezi kukaa nalo hili, lazima nikufikishie, na lazima tuwapongeze LATRA. Piga makofi kwa kazi kubwa kwa LATRA.